exclusive. Yo, ndugu yako karibu right now, niko hapa Bob Park na unafahamu leo ilikuwa ni siku ambayo kumefunguliwa tawi lingine maeneo ya Mlimani City hapa, na imekuwa ni siku nzuri kwa sababu watu enjoy na ni kuzuri kiukweli. Lakini moja kati ya watu ambao tumepata nafasi ya kukutana naye ni MREMBO NANA. Umenielewa eh? Lakini ni moja kati ya mastaa wengi ambao wamehudhuria hapa leo kwenye uzinduzi wa Bob Park. Umenielewa vizuri? So ninayo machache kadha wa kadha ya kuzungumza naye kuhusiana na yale ambayo yanaendelea, lakini machache mengine ambayo unahitaji kuyafahamu kutokea kwa ndugu yako karibu Harun Tambo. Karibu sana. Nana, mambo yasemaje? Poa. Uko vizuri? Yep. So beautiful. Thank you. Umependeza. Tell me about your look. Unapotaka kutoka unachukua muda gani kujiandaa, ama nani ambaye huwa anasimamia muonekano wako? 2 days before. Yeah. Okay. Na what about ile mtoko wa ghafla, like Nana, we have dinner leo, hiyo inakuwaje? Kwa upande wangu mimi, kwa mtu kunishtukiza kwenda labda kwenye event yake au nakuwa siwezi kwa sababu sijajiandaa, Leo nimepata nafasi ya kukutana na wewe hapa Bob Park. Tell me about hapa. Wewe pia ni moja kati ya watu ambao unafuatilia filamu sometimes, let's say unakuja unachukua na kadhalika. Sana. Yeah. Mara nyingi sana huwa naenda kuchukua pale kwenye tawi lao la Sinza pale, ile branch yao ya Sinza ya. But I'm very happy sasa hivi amefungua hapa ni karibu na nyumbani kwangu. Yeah, and the place is so classic and unique. You're so superstar right now. How do you feel? I'm not. You are, especially kwenye mitandao ya kijamii, and wewe ni moja pia ya watoto wa kike ambaye sasa hivi paka una zile fan base nyingi sana. Hii kitu uli expect kwa mara ya kwanza? Of course umeanza kuonekana kwenye videos mbalimbali ambazo zimekupa nafasi ya kuwa maarufu kiasi hichi. Uliwahi ku expect kwamba kuna siku utakuwa ni talk of the town, especially kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii? No. Kiukweli I never expect hiki ambacho kinatokea kwa sasa. Yani sikuwa kabisa nategemea. Yeah. Well, I feel so good and I'm happy too kwa ambao wananiongelea vibaya, vizuri. Yeah. Okay. Most of the time watu wengi walikuwa wanaamini kwamba Nana yuko kwenye mahusiano na RAYVANNY. Umenielewa vizuri? And everybody knows that. Tell us, na kwa kuondoa labda huu tata, ni kweli imewahi kutokea Nana akawa kwenye mahusiano hayo, na nini ambacho pengine watu wengi wakifahamu kuhusiana na hili? Okay, let me make this clear. Sawa. Kwanza sina mahusiano naye. Alafu kitu kingine labda niulize tu, yule ni mwanaume na mimi ni mwanamke. Hata tukiwa tuna mahusiano, kuna kitu kibaya hapo katikati? So kwa sababu ni superstars ndo kunakuwa na well, no, sina mahusiano naye, sina mazoea naye. Nina familia yangu na maisha yangu. Yeah. Few days ago umeonekana kwenye page ya RAY KIGOSI, and of course ni moja kati ya picha ambazo zimezua utata mwingi, na hata nimeona kuna baadhi ya interviews amefanya Chuchu Hansa ambaye ni mama watoto wa RAY KIGOSI. Alizungumza kwa wema tu kwamba alizungumza na Ray na akawa amepata maelekezo sahihi. Tell us kuhusiana na hiki kinachoendelea. Ni kweli kuna uhusiano pia na wote kati ya Nana na RAY KIGOSI, ama what the secret behind? Maana ni picha ambayo imetembea sana na kila mmoja anaandika ambacho yeye anaweza kukiandika kuhusiana na hilo. Kwa nini mnaonea sana Ray jamani? Yani Ray huyu hivi, Ray huyu hivi. Nothing's going on. Hakuna, tunafanya tu kazi. We have a project, ni series inaitwa Tandi. Kama unaifuatilia, inaonyeshwa Azam TV pale sinema zetu. So pale tulikuwa on set, tukateka picture. Yeah, so jo kwa location Yeah. We didn't knew that wewe ni mwigizaji, licha ya kuwa tumekuona kwenye videos mbalimbali za mastaa wa muziki wa Bongo Flava. Tell us, ulianzaje hii kitu, na niambie pia ulikutana vipi na Ray mpaka kafika stage akakupa huu mchongo? Kwa upande wangu mimi sijawahi kabisa kujihusisha na hizo mambo za kuwa actress. Lakini nilipopata chance na wakani please, so nikaona nijaribu kitu kingine kwa sababu siwezi kustack na kitu kimoja. Unajua maisha ni magumu sasa hivi, tunatafuta huko na huko. Yeah. So nimejaribu, wamenitrain, nimeweza, nafanya nao kazi. Yeah. First time nakutana Ray ilikuwa ni wapi, na ilikuwaje kwaje pengine, na first time pia kukupa taarifa? First time nakutana naye ilikuwa ofisini.
ofisini kwake mwenyewe. Ndo first time kabisa namuona na yeye ndo ananiona. Yes. Na kunipigia simu alinipigia kama 3 days before ya kukutana naye, ndo nikaenda nikakutana naye tukanegotiate. Hivyo. Okay. Kigumu kwa Nana kwenye filamu ni nini ambacho ulikipitia kigumu sana au mpaka sasa hivi pengine kinakusumbua? Kitu kigumu kwenye kazi ambayo naifanya sasa hivi ni scene ya kuwa romantic. Yani yes, kwa sababu sijawahi kufanya hivyo na mwanaume mwingine wote tofauti zaidi ya mpenzi wangu. Yes. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana. Afu mtu sijazoeana naye namchukulia as a boss, as a brother. Yes. Kigumu zaidi ni nini? Ni kiss, let's say kusogeleana tu ama? Of course yes, kigumu no, kumsogeleana hata naweza nikakusogelea kushika, lakini it's not easy kukiss, unajua? Yeah, sio kitu rahisi. Ile kiss au labda sina kwambia ya kulia, kuwa na majonzi, it's not easy. Yeah. Sana. Okay. Na kipi ambacho una enjoy sana ukiwa location, especially this time ambayo ndo umeingia rasmi kwenye industry? Kitu ambacho na enjoy the most ni muda ambao tunafanya kazi, watu wanakuwa na tension ya kazi. Kuna amri za kufuata pale kazini, kwa hiyo iko ndio kitu ambacho na enjoy kwa sababu kuna taratibu zake na unajua mkiwa mnafanya kazi alafu kwa kufuata taratibu kazi inaenda vizuri. Yeah. Tell us about your husband. Umekuwa ukituwekea picha fulani hivi. Sometimes unakata kichwa, sometimes you get my point. Tell us, most of the time watu sometimes wanajaribu kupick vitu vyao kulingana na kwamba kuna upande wa pili wa Nana ambao pengine umeweka siri kidogo. Well, unajua wananchi wa Instagram wanapenda kucollect dot. Kwa wakikollect huku, hata kama sivyo wao watasema ndivyo. So kwa upande wangu mimi, well yes, na maisha yangu Instagram huku ambayo watu wananifahamu, lakini pia na privacy zangu kubwa sana ambazo watu hawazifahamu. Yes, na hawawezi kuzifahamu kwa sababu it's my privacy, siwezi kuongea mambo ya ndani ya familia yangu. Yeah. Kitu gani ambacho kinakukera sana tangu umekuwa star? Kitu ambacho kinanikera sasa hivi nadhani nisikiongelee kwa sababu haitaleta picha nzuri nadhani, ila kinanikera sana. Siwezi ila kinanikera sana na imani ipo siku nitaongea. Ukifika wakati wa kuongea basi nitaongea, I'll talk. Yeah. Na nini ambacho kwa kumalizia kimekuwa kinakufanya uenjoy sana wewe kufahamika kwako? Na enjoy kwanza, kuna baadhi ya vitu nimepunguza, kuna baadhi ya vitu vimeongezeka kwenye maisha yangu. Unajua ukiwa unajulikana na ukiwa hujulikana ni vitu tofauti. Yeah. Unaweza ukawa unajulikana afu ukiwa unajulikana wewe huwezi kukurupuka tu kwenda sehemu ambayo unanielewa. Yes. Kwa hiyo imenipunguzia safari vya kijinga hivi, vibata vya kijinga imenipunguzia sana. Yaani hiyo nashukuru kwa kweli. Okay. Nikumbushe kwa faida pia ya mtazamaji. Kitu gani ambacho uliwahi kukifanya alafu baadaye ukafikiri ukasema da hapa nilifanya ujinga ama niliaibika ama nilizingua? Iko kitu hapana. Serious. Hakuna. Anyway, thanks for your time. Nafikiri everybody ameona kile ambacho kimetokea leo na umekuwa moja kati ya watu ambao wamehudhuria hapa. Big shout out kwako, kila laheri. Pengine labda cha mwisho cha kuambia mashabiki zako ambao wanakutazama right now. Well, mimi sina mengi ya kusema ila nawapenda sana. Muendelee kunipenda na mimi, na kuna vitu vikubwa sana vinakuja huko mbele. Yes. Nana ndo mtu pekee ambaye akumbuki kitu gani kiliwahi kumzingua. Like seriously? Anyway, thanks for your time, man. Naitwa Nana. Mimi ni Harun Tambwe, nyuma ya kamera ni Frank Mabalo. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kujiweka kwenye nafasi ya kuwa wa kwanza kuendelea kupata update stories mbalimbali kutokea Dar24. Thanks for watching. Bye bye.
exclusive.